Taifa la Kenya leo limeungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya waathiriwa wa miguu ya matege, yaani miguu iliyopinda katika Kiingereza inafahamika kama club foot, huko kaunti ya Kisii, ambayo ni miongoni mwa kaunti zilizoadhimisha siku hii, na ambapo watoto walipokea matibabu ya bure katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Kisii. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo alihudhuria maadhimisho hayo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni katika wadi ya APDK ndani ya hospitali ya rufaa na mafunzo ya Kisii KTRH, ambapo watoto wenye tatizo la matege, yani miguu iliyopinda, wanapewa matibabu bila malipo. Tatizo hili linajulikana kitaalamu kama Talipes equinovirus na huathiri miguu kwa kupinda ndani na chini. Takwimu toka shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa kati ya watoto 1650 hadi 2000 huzaliwa na miguu ya matege kila mwaka nchini Kenya. Zaidi ya 80% ya visa hivi hutokea katika nchi zinazoendelea. Hapa tunatibu watoto ambao wako chini ya miaka miwili. Mtoto akizaliwa tu hivi analetwa kwa matibabu akiwa mdogo. Hapo ndio anaweza kurekebishwa haraka. Kwa hivyo siku ya leo tunaadhimisha siku ya World Club Foot Day, ambayo inaadhimishwa kila tarehe 3 ya mwezi wa 6 kila mwaka. Abednego ni mmoja wa wazazi waliowaleta wana wao kwa ajili ya tiba, na sasa amepata tumaini jipya licha ya jamii kumtelekeza. Huyu hapa anatueleza masaibu aliyopitia. Mimi ukweli hata familia yangu walisema ya kwamba hawajai kuwa katika ukoo wetu hawajai zaa mlemavu. Nayo ukweli nikaona ni kama bado nafsi yangu nimedhurumika. Hata mke wangu ni kama akaanza kusema sasa atafanya aje, mala niachie mtoto aende. Lakini katika ile hali ya kujitia moyo na kupata ka Pastor Selet, akaanza kunipea mawaida, akatuelezea, akatuambia njooni, na hakika wakati tulikuja tulipata mabadiliko. Changamoto inakuanga, lakini ni kujitia moyo kila kitu. Hadi sasa naona mtoto wangu ako sawa, hata hakuna mtu anaweza amini ya kwamba mtoto wangu alikuwa mlemavu ama alikuwa amelemaa. Tunazungumza na mtaalamu wa kutibu mguu wa matege kwa watoto, Dennis Makori. Anaeleza kuwa chanzo kamili cha ugonjwa huu haukijabainika, lakini huhusishwa na sababu kama mtoto kulala vibaya tumboni, urithi kutoka kwa mzazi, mguu kufungwa na utovu tumboni, au matatizo ya kimaumbile. Hizi zikiwa baadhi ya sababu zinazoshuhudiwa, ikiwemo ukoo, iwapo mzazi aliwahi kuathiriwa na kupewa matibabu. Huu ugonjwa haujulikani nini chanzo yake, lakini kiukweli unatibiwa. Ukiona mtoto mwenye akona shida ya miguu pinde na hajatibiwa na yule ametibiwa, kuna tofauti kubwa sana. Mwenye ametibiwa anakanyaga vizuri, anatembea vizuri, anavaa viatu kawaida kama mtu mwingine, lakini mwenye hajatibiwa lazima atafutiwe kiatu special yenye inaenda na mguu wake. So leta mtoto wenu afanyiwe matibabu mapema, na akifanywa matibabu mapema anaponya kwa haraka. Kitu ya mwisho nataka kuambia, mtoto akipewa kiatu hiyo iko na chuma, acha ikae hivyo vile iko hivyo. Usiende ukaanza kupandisha mpindo wa hiyo chuma, kwa maana madaktari wamegundua kwamba wazazi wengi wakipewa hiyo chuma wanaenda kukunja ili itoshe kwa bagi yao ama itoshe vile wanataka kuibeba. Wito kwa jamii ni kuchunguza miguu ya watoto mara tu wanapozaliwa na kuwapeleka hospitalini mapema wanapoona kasoro yoyote. Nawahimiza ya kwamba mkileta watoto wenu, yale masharti mnapewa na madaktari muweze kuyafuatilia na mtoto wenu ataweza kupona. Himizo langu kwa jamii ni kwamba, ama mzazi yoyote tu, usifiche mtoto kwa nyumba ya kwamba umeona amelemaa, uone ya kwamba hauwezi pata usaidizi. Ukificha ndio unazidi kuchiekea shida. Toa mtoto, mlete kwa hospitali ashughulikiwe, apate matibabu mapema, na hakika ya kwamba utaona matunda ya kuleta mtoto katika matibabu mapema itakuwa iko sawa. Na ningeomba wale wazazi ambao hawajui, hii iko na tiba, hii changamoto iko na tiba. Mtoto wangu
alikuwa mguu ulikuwa umeenea, lakini kwa sasa ako sawa, anaweza tembea, ako sawa kabisa. Ikiwa ni siku ya tumaini kwa mamia ya watoto waliozaliwa na miguu ya matege, jamii inapaswa kuepuka imani potovu na kukumbatia matibabu ya kisasa. Mimi ni Kombo Alfayo nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii.